Katika makosa yanayofanyika katika jamii za Kiislamu kuhusu ndoa, kwanza, kosa la kwanza, mtu anaoa anasema anataka kutengeza jiko. Sasa jambo gani la kheri? Mimi sijakuelewa, nyosha maelezo, nataka kukuelewa sema nini. Mimi nataka jiko. Majiko yako tele madukani. Wachagua wewe, wataka jiko la gesi, wataka jiko la mkaa, wataka jiko la kuni. Siku hizi kuna majiko paka ya umeme. Yaani unajidai huelewi ama ni vipi hasa? Sio masala ya kwamba sijidai ama najidai sielewi. Ni wewe unyoshe maelezo, niambie wataka nini. Tumetoka mchana kutwa mpaka saa hii niko karibu na kufika nyumbani kwetu, hujaniambia na jambo lolote unalolitaka. Wasema Ramadhani kesho kutwa. Ndio Ramadhani kesho kutwa. Ramadhani imeshafika hivi. Ramadhani ishafika haswa. Hatujachelewa. Sisi jambo la heri ni kwamba mimi nikuoe uwe mke wangu ili tuwe pamoja tupike iftari na nini na nini. Ina maana wataka kunioa kwa sababu nikupike iftari? Sio sababu peke yake hiyo, ni kwamba unikosa. Wenzako wanaoa wapate mawadda, wapate companion, wapate mtu ambaye atafunga naye Ramadhani, wafanye ibada pamoja. Wewe wafikiria kupata jiko upikiwe iftari? Siko tayari. Yaani mtu amekaa yeye ni bachelor mpaka umefika karibu na Ramadhani asema ataka kutengeza jiko. Kwa hivyo ina maana anaoa kwa ajili ya kupata mke wa kumpikia iftari. Haifai. Mimi sitaki kuolewa kwa sababu ya kuja kupika iftari. Najua Ramadhani yako ataka kupikiwa mapochopocho ya Uswahilini, ikiisha uniache. Mimi si wa hivyo. Tena mimi unaniacha nile shawarma peke yangu tu kule na mazoea ya hizo. Ramadhani zingine ilikuwa wala nini? Hizo Ramadhani zingine ilikuwa wala nini? Ama wewe ndio yule mume wa kuoa Ramadhani ikiisha waacha? Sikiza. Huu mwezi unajua ukioa mwezi wa Ramadhani. Hakuna jambo tamu kama hilo. Nakwambia. Yaani hivi hujasikia? Nastaki. Hujasikia ukiambiwa hivyo? Kwamba ndoa za Ramadhani kwanza zinadumu. Sunna hiyo ya Mtume, alafu unapata heri. Ni wewe hivi na umri huu wako ulionao hivi. Hujasikia heri za Ramadhani? Umri gani? Maana wanaona mimi ni mtu mzima, mwenzako bado mtoto mdogo, bobo wa shingo hujanitoka, usinizeeshe nini. Tulia. Mimi nitakutuliza, utakaa vizuri kwa heshima. Utakaa vizuri nyumbani kwako sasa. Tuishi mimi na wewe. Badala ya kuhangaika mtoto wa watu wewe. Alokuambia nahangaika nani? Lakini wewe mzee, mbona wanitatiza? Sijakwambia unahangaika mimi. Lakini wewe sema wataka jiko upikiwe Ramadhani kiisha niende zangu. Sisemi kwamba ikisha uende. Mimi sijasema kwamba ikisha uende. Oa iwe ni ndoa ya kukaa na mke wako, ikiwa ni kuzaa muzae na kadhalika. Kwa hivyo inaruhusiwa mtu kuoa, lakini ni vizuri mtu aoe kabla Ramadhani kabisa kwa muda, kwa sababu kuoa kuna matendo ambayo kwamba ukiyafanya katika siku za Ramadhani somu yako inabatilika, inakuwa imekosekana na utakuwa na madhambi ndani yake, au utakuwa lazima ulipe kafara. Si ati nitakuacha. Si tushikane, tuishi pamoja kama mke na mume, tujaliwe tutakachojaliwa, mwezi wa neema huu, mwezi wa heri. Tujaliwe tutakachojaliwa. Niambie mimi naingia kwenye ndoa nitapata faida gani? Si tukijaliwa, mimi mwenyewe ninazaliwa kwenye familia ya umaskini. Ni sahihi waniambia nichukue ndoa, ni chochote nitakachojaliwa, sichukui umaskini nikaufungia ndani ya nyumba. Sikiza, tulia. Mimi nitakutuliza. Mimi na nafasi zangu, lakini si ati kubwa hivyo, lakini tutatosha mimi na wewe hapo nilipo, nitapokaa na wewe alafu tuishi vizuri. Tena ndoa ya Ramadhani. Hapo unasemaje? Acha nikafikiri. Sasa ngoja, sasa tutakwenda kufikiria ndo Ramadhani itafika 10 la kwanza litaisha hili. Ni muhimu, lazima uoe wakati wa Ramadhani. Ndo heri, ndo vizuri, imekuja jambo limekuja wakati wa Ramadhani, tulifuate vile limekuja. Sasa ama unasemaje? Haswa vijana. Juzi kuna harusi nyingine imetaka kufanywa Mombasa pale. Vijana wasichana, yule ni msichana na yule ni mvulana, wataka kuwa na Ramadhani. Mimi nikavunja moyo. Kama usifanye hivyo. Kwa sababu damu zenu nyinyi ni moto bado, si kama sisi wazee. Leo shatoka mvi, unaweza kujizuia, lakini unakuta msichana ndio ameanza kuvunja ungo hata kuolewa, mvulana hata kuoa, hajawahi kuwa na mke, hajawahi kuolewa.
ni vitu vya hatari, kwa sababu huenda ukateleza wakati ule wa somo ukafanya tendo la ndoa likakuharibia somo yako.